Jalilu Yasini Mikidadi, ni mwananchi wa mtaa wa Nyakasangwe. Kwanza msiba tumepokea kwa masikitiko. Ukiangalia mzee Lonka ni mzee wetu ambaye tumeishi naye kwa muda mrefu, lakini pia ni kiongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa muda mrefu amekuwa akitumikia Chama cha Mapinduzi, lakini leo kuanzia jana tukapata taarifa kwamba amefariki. Imetuuma kama vijana wa Chama cha Mapinduzi, lakini imetusikitisha sana. Wananchi wa mtaa wa Nyakasangwe nawapa pole kwa msiba mkubwa uliowakuta, lakini pia nawaombea kwa Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape moyo wa subira, kwani kazi ya Mungu haina makosa. Yeye ametangulia, lakini kesho na sisi tutafuatia. Kikubwa tujiandae na hiyo safari ambayo kila mmoja ataelekea. Mzee Lonka katika majukumu yake hasa ya kiserikali kama mwenyekiti wa shina, ni mtu ambaye kwanza alikuwa anapenda haki, lakini pia alikuwa hapendi kuona mtu anaonewa, lakini ni mzee ambaye alikuwa yuko chamin sana na watu, lakini hasa katika vijana kuwagia ushauri katika matukio mbalimbali na yeye pia akiwemo, lakini kubwa zaidi amekitumikia vyema Chama cha Mapinduzi katika uhai wake wote. Mazishi wanasema yanafanyika Kondoa, na sisi tuko katika safari ya kuelekea huko kwa ajili ya kwenda kumstiri mzee wetu mzee Lonka. Tuombe dua kwa nyinyi mnaobakia, mtuombe dua sisi, lakini muombe dua mzee Lonka aende salama katika safari yake, lakini Mwenyezi Mungu ampumzishe salama katika makazi yake ya milele. Hivi Matusha Jumanne Saleh kazi wana Kasangwe. Lonka tunafanya mambo mengi sana. Naona bwana, atushirikishe paka kwenye maendeleo ya daraja. Nguvu moja, yani tuseme, yani si hadithi vipi kuhusu Lonka. Lonka kwa kweli akiwa ana kitu anakuambia. Unaelewa? Kama kuna kitu anakuambia bwana, jamani wananchi twende tufanye jambo hili, tufanye hili. Kwa kweli hapo anajitokeza. Kwa watu wengi wanajitokeza. Taarifa nilizipata bana kama saa 11. Naona kuna mwanae Yasini. Bana Mwinyi. Naona bwana. Naona bwana baba kafariki. Kwa kweli nilipata mshtuko mkubwa sana. Basi sijaamini mpaka nikasema nitulie kwanza. Mpaka saa 2 kasema kwa nisogeze wapi? Kwake. Lonka kwa kweli akisimamia jambo lake. Nadhani hata kuna uongozi mnakuwa mnamjua Lonka. Akisimamia jambo lake kama kweli, kama nyeusi, kama nyekundu. Kwa jinsi ninavyomfahamu mimi. Ndio la mwisho tumwezi tu mzee Lonka. Naona bwana kwa wajumbe watashika kijiji hichi, kwa mfano watashika kuna wengine waige matendo ya Lonka. Mifano mingi sana kafanya Lonka. Kwa jina naitwa Mama Gabrieli, wengi wamezoea kuniita Mama Gabi, ni mkazi wa Msigani na Kasangwe. Nimepokea msiba wa mzee Lonka kwa masikitiko makubwa, tena kwa mshtuko, asubuhi nikiwa nyumbani kwangu maeneo ya Msigani. Kama raia wake nitamkumbuka kwa mengi, hasa kwa utengenezaji wake wa daraja aliotengenezea akiwa manusuru wanafunzi, na si wanafunzi hata wananchi wengi ambao wanaopita wanaenda wengi njiani kwenda kwa Sandawe. Ameweza kujitahidi kutengenezea daraja. Na waambie viongozi ambao watakaoweza kulisi kijiti chake wasiwe na uchu wa madaraka, bali wawe na moyo wa utendaji na utekelezaji kama alivyokuwa yeye marehemu. Na ukumbuka msimamo wake ambao kiukweli sitosahau, msimamo wake wa ulinzi shirikishi ambao alisimamia, na ndio hilo limekuwa mpaka sasa hivi. Sisi tunapenda kumuenzi kwa mengi, na vile vile alikuwa ni mwanachama mwenzangu, mwana Simba mwenzangu, na ni mwenyekiti wetu wa Simba. Naambia wana Simba wenzangu tumuenzi kwa mazuri aliyotuachia. Naitwa Michael Amos Kusaga. Nimepokea kwa masikitiko sana. Lonka nasema katika viongozi wa mtaa huu, wale mabarozi, Lonka alikuwa mstari wa mbele sana, na hatutamsahau sana Lonka kwa mengi aliyoyafanya. Mimi nasema Lonka kwa watu waliowaacha wafate, yani wamfate yeye jinsi alivyokuwa kwenye utendaji wake akiwa barozi wa shina namba 3 kwenye tawi la CCM na Kasangwe. Kwa jina naitwa Mwilini Yesi Mkinda, ni mwenyekiti wa tawi la Nakarekwa, mtaa wetu wa Nakasangwe. Kwa siku ya leo tumepata na mshtuko kubwa sana kwa kumpoteza mjumbe wetu, mjumbe Lonka. Kwa kweli marehemu Lonka alikuwa ni mjumbe katika bunge letu la Nakasangwe. Marehemu Lonka alikuwa ni mtu ambayo mwenye ana msimamo kwenye kujenga hoja, na msimamo kwenye kutoa kile ambacho anachoona kabisa hiki ndio kinaweza kikasaidia katika mtaa wetu wa Nakasangwe. Mimi ninachowasihi tu viongozi na wanachama wote wa Nakasangwe,
tuwe watulivu kwa kipindi hiki tulichokuwa nacho cha majonzi, lakini pia tuyaenzi na tuyafuatilie yale yote ambayo yalikuwa yanaendelea akiwa aliyafanya mjumbe wetu Lonka. Naitwa Aisha Milanzi, natokea Msigani. Lonka kwanza alikuwa mtenda haki, pili anapenda kumsikiliza mwananchi wake, anapenda kutatua shida. Alikuwa sio mbinafsi, pili habagui mtu, yeye rafiki wa kila mtu, mtoto mkubwa. Kwa atakaye kuja kuchukua nafasi yake basi afuate nyayo zake. Naitwa Maria Zakaria, ni katibu wa shina namba 3 ambaye ndo sasa hivi mjumbe wetu tunamsindikiza. Kwa kweli nimeumia sana. Nimeumia sana kusikia taarifa kwamba amefariki. Nimeumia. Alikuwa anapenda watu, anatenda haki. Yani nimeniumiza sana kiasi kwamba yani sidhani kama nitasahau, kwa sababu yani hata wananchi wetu hapa au kitongoji chetu hapa wamehuzunika sana kutokana Lonka anaposimamia kwenye kesi, anasimamia kesi watu wanalizika. Naona kweli hapa tumekuja kwenye serikali. Naona anaondoka, kila mtu anaondoka hana maumivu. Sasa mimi wananchi nawaambia basi tumshukuru Mungu kwa hili alilofanya, na tuzidi tu